Mohamed maarufu kama Mkazuzu ni mkuu wa idara ya michezo Clouds, na tuko hapa kwa ajili ya kuzungumzia kwanza ni maendeleo ya timu yetu The Dream Team ambayo kimsingi mwaka huu 2026 kama ambavyo slogan ya Clouds inasema nyoosha, tuliamua na sisi mwaka huu tuanze kwa kunyoosha. Timu yetu imetoka kushiriki mashindano ya Samia Cup Celebrity, na kama ambavyo linaonekana hapa kombe tulifanikiwa kulipata hili baada ya kuwafunga waandaaji Crown Media kwenye mchezo maalum kabla ya mchezo wa fainali ya michuano hiyo. Lakini gumzo ilikuwa ni kuhusiana na kocha wetu James Tupatupa ambaye ameongoza timu yetu vizuri mpaka hivi sasa. Kwanza tunathibitisha kwamba James Tupatupa ataendelea kuwa kocha wa The Dream Team kwa sababu tofauti na watu wengi the way wanavyomuona na mbwembwe zake wanafikiri anafanya mbwembwe tu, lakini James Tupatupa yeye ni kocha kabisa, na hapa tunazungumza ana CAF license ya ukocha. Kwa hiyo huyu ni kocha, si kocha wa mbwembwe kama wengi wanavyomuona. Huyu ni kocha kabisa, na sisi tunaendelea kumwamini katika timu yetu ya The Dream Team, kwa maana Clouds Media ataendelea kuwa bwana James Tupatupa. Baadaye tutampa nafasi atatuelezea mipango ya timu, lakini tuko hapa ni kwa sababu baada ya kufanya vizuri tumeona tuje tuambie Watanzania sasa The Dream Team inakwenda kushiriki michuano ama mashindano ya kimataifa ambayo yatafanyika baadaye mwaka huu pale nchini Sweden, lengo ikiwa ni kuitangaza nchi yetu, kwa sababu kama ndani tumefanikiwa kuchukua kombe, sasa ni zamu ya kwenda nje ya nchi. Kwa hiyo ilikuwa ni brief fupi, lakini zaidi naomba nimkaribishe James Tupatupa. Yeye ataelezea mipango ya timu yetu, na baadaye nitamkaribisha ndugu yangu hapa, yeye atatuelezea kuhusiana na hilo bonanza, linafanyika lini, linafanyikaje na utaratibu ukoje kwa Watanzania wengine wana michezo ambao wanataka kuungana na timu ya Clouds kuelekea Sweden hapo mwezi wa 8. Karibu James. Za size. Bila shaka mko vizuri. Mimi kwa kuanzia kwanza ni mshukuru kiongozi wangu hapa Yahya Mohamed Mkazuzu, lakini pia ni mshukuru ndugu yangu mwandamizi ambaye pia naye mtamsikia hapa ni mratibu wa bonanza ambalo amelizungumzia ndugu yangu Yahya Mohamed Mkazuzu. Kwanza nipo katika nafasi ya ambayo wapo Senegal, na waelewa Senegal pale wanapolalamika kunyang'anywa ama CAF kukubali kwamba wanyang'anywe kombe. Jamani, ukishinda kombe mnajua uchungu wake ni mkubwa kiasi gani kunyang'anywa. Sisi Clouds tunalo na tunatamba nalo, na tunasema kwamba tunawaelewa Senegal, na tunaomba watu ambao wanahusika na masuala ya michezo wafuate sheria inavyotakiwa. Sisi tu hili letu tunalilinda kweli kweli. Hiyo ni moja. Lakini kubwa ni maandalizi sasa rasmi kuelekea kwenye mashindano haya maarufu kama Serengeti Football Bonanza, ambayo kimsingi yanafanyika Sweden, Stockholm, mji mkuu pale, lakini ni mashindano ambayo yanahusisha mataifa mengi ambayo yana Watanzania. Kwa mfano Ufaransa, Uholanzi, Sweden yenyewe, Belgium, Uingereza na mataifa mengine, Canada, ambayo kimsingi yana Watanzania wanakuja kushiriki katika mataifa hayo. Kwa hiyo Clouds Dream Team ni miongoni mwa timu ambazo zimemaliza hapa Tanzania, tumemaliza kwa ubingwa, tumechukua kikombe. Sasa ngazi inayofuata ni ya juu zaidi, tunakwenda kushiriki kimataifa, na ndipo ambapo Watanzania wanatamani kuiona Clouds kwa namna ambavyo penda kuiona timu ikifika huko. Lakini so far nina wachezaji ambao nimechukua nao kombe hapa, lakini tumefungua dirisha la usajili Clouds. Kwa mchezaji ambaye unajiona una haki na una uwezo wa kuipambania Clouds kucheza katika mashindano haya makubwa ya Serengeti Football Bonanza Sweden, wasiliana nasi Clouds. Unao uwezo wa kwenda kutimiza ndoto zako kucheza Ulaya. Tumekuwa tukiona watu wanatamani kufika Ulaya kwenda kucheza mpira, lakini nafasi ndio hii imepatikana
wasiliana na Clouds, utaelezwa namna gani unaweza kuingia kwenye timu moja kwa moja ukaenda ukatimiza ndoto zako. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana ambayo imekuja mikononi mwako. Hakuna nafasi tena ile ya kukaa kutia unyonge, hapana. Kuna makampuni yamekuwa yana wachezaji na timu zao. Ikitokea kuna kampuni inataka isafirishe wachezaji either kama kampuni au mtu mmoja mmoja, unakuja Clouds, tunawasiliana, tunakwenda kutimiza ndoto kwa pamoja, lakini pia kushuhudia namna ambavyo Watanzania wenzetu ambao wapo katika mataifa mengine wanapokutana pamoja na sisi tunafurahi kiasi gani. Lakini hayo ni kwa upande wa timu yangu mimi. Nimeomba na nimefungua rasmi dirisha la usajili, lakini zaidi kuhusiana na mashindano, historia yake, namna gani itakavyokuwa, yupo ndugu yangu hapa ambaye kimsingi yeye ni mratibu ama mmoja wa waratibu, atazungumzia zaidi. Omari Sizia. Sizia nadhani ndio jina letu la kutafutia ugali hilo. So mimi ni mwandamizi, mwanahabari mwenzenu kama kawaida. So mimi niko hapa kama mjumbe wa kamati ya mashindano ya Serengeti Football Bonanza. Na kimsingi haya ni mashindano ambayo ni diaspora wa Tanzania. Kwa maana kwamba ni Watanzania ambao wanaishi nje ya Tanzania ndio wameandaa haya mashindano. Kwa hiyo kamati ya mashindano, uongozi wa mashindano ni Watanzania wenyewe, lakini wenyewe wanaishi kutoka nchi tofauti tofauti. Kuna viongozi ambao wanatoka Uholanzi, kuna viongozi ambao wanatoka Sweden, kuna viongozi ambao wanatoka Ufaransa, kuna viongozi ambao wanatoka Norway, UK, Belgium na kadhalika. Kwa hiyo ndio wameunda sasa mashindano ya Serengeti Football Bonanza, na mimi nikiwa kama mjumbe kutoka hapa Tanzania. Jamani, haya ni mashindano makubwa sana, nisiwafiche. Yaani haya ni mashindano makubwa, hususan yakiwa yanajumuisha Watanzania, na ni mashindano ambayo lengo lake kubwa kabisa ni kuhamasisha utalii wa nchi yetu Tanzania pamoja na visiwani. Tuna utajiri mkubwa sana Tanzania bara pamoja na visiwani, lakini haya ni mashindano ambayo maalum kabisa kwa ajili ya kuitangaza lugha yetu ya Kiswahili. Ni adhimu kweli kweli. Kwa hiyo kupitia mashindano kama haya basi Watanzania wanakutana, alafu ni ngumu sana, unajua, kikawaida kwa Watanzania kukutana nje ya nchi yetu. Ukiwa hapa nyumbani ni rahisi, lakini ukiwa nje ya Tanzania sio rahisi. Kwa hiyo haya ni mashindano ambayo pia yanakutanisha, watu wanakula chakula cha nyumbani Tanzania kupitia haya mashindano ya Serengeti Football Bonanza. Lakini ni mashindano ambayo yanawakutanisha Watanzania kama nilivyozungumza. Sio shughuli nyepesi Watanzania kukutana sehemu moja, hususan wakiwa nje ya Tanzania. Ndugu yangu Mkazuzu hapa au James, naweza nikampigia simu, niko zangu Mbezi, bwana tukutane Sinza, ni swala la dakika chache tu tutakutana. Lakini kama ni diaspora unaishi nje ya Tanzania, sio shughuli nyepesi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Watu wana makazi, wana mashughuli mengi sana. Kwa hiyo kupitia haya mashindano ndio fursa ya Watanzania kuweza kujumuika, kukutana kwa pamoja. Haya ni mashindano makubwa kama nilivyosema, kwa sababu huu sasa unakwenda kuwa ni msimu wa 5 wa mashindano ya Serengeti Football Bonanza. Misimu takriban 3 mashindano yamefanyika katika nchi ya Uholanzi, The Hague pale. Na baada ya hapo mwaka jana ndio mashindano yamehamia kwenda katika nchi ya Belgium. Mashindano yalifanyika Antwerp. Kwa hiyo ni mashindano ambayo yamekuwa yakitoka eneo moja kwenda eneo lingine, lakini ni mashindano ya Watanzania. Yaani wanaokuwepo pale asilimia kubwa ni Watanzania. Ni mashindano ambayo kwa kweli serikali lazima tuwashukuru, kwa sababu kama nilivyozungumza mashindano yanafanyika nchi tofauti tofauti, na haya mashindano ni ofisi za balozi. Pale nchini Uholanzi kuna mheshimiwa balozi Caroline Chipeta. Kwa kweli mimi mwenyewe ni mazungumzo naye mara kwa mara, lakini wakati anazungumza juu ya mashindano anazungumza namna ambavyo atakavyokwenda kuwa kabla ya mashindano, lakini wakati wa mashindano na hata mashindano kuweza kufanyika. Kwa hiyo mheshimiwa balozi Caroline Chipeta amefanya kazi kubwa sana kuyapa uhai haya mashindano ya Serengeti Football Bonanza. Kwa hiyo shukrani za dhati kabisa zimfikie. Lakini baada ya misimu yote 3 kufanyika nchini Uholanzi, ndio mashindano yakahamia msimu uliopita mwaka jana katika nchi ya Belgium. Mheshimiwa Justus Nyamanga na mwenyewe alifanya kazi kubwa sana kwa kweli. Mheshimiwa balozi Justus Nyamanga aliyapokea
naye alishiriki kikamilifu kabisa mashindano haya kuweza kufanyika. Kwa hiyo shukrani za dhati zimfikie pia Mheshimiwa Balozi Justus. Lakini baada ya hapo mashindano sasa mwaka huu yanakwenda kufanyika katika nchi ya Sweden kwenye jiji la Stockholm. Mashindano haya yatafanyika kuanzia tarehe 7 mpaka tarehe 8 katika nchi ya Sweden mwaka huu Stockholm. Kwa hiyo ni mashindano ambayo mwezi wa 8 kwa mara ya kwanza kabisa yatakwenda kufanyika nchini Sweden. Kikosi cha Kilimanjaro FF hawa ni mabingwa wa kihistoria kwenye haya mashindano, kwa sababu wao tangu mashindano yameanza wamefanikiwa kuondoka na uchampioni. Kilimanjaro FF ni magiants kweli. Akina Credo Mwaipopo bila shaka mnawafahamu vyema. Shehan Rashidi bila shaka mnawafahamu vyema. Renatus Njohole kwenye midfield pale. Kuna nyota wengi sana ambao wapo kwenye kikosi cha Kilimanjaro FF na ni timu ambayo inashiriki ligi daraja la 6 nchini Sweden. Kwa hiyo misimu yote wao ndio wamefanikiwa kuondoka na uchampioni. Kwa hiyo mwaka huu mashindano wao ndio watakuwa wenyewe. Na ni mashindano makubwa kwa sababu mwaka huu taarifa niliyopata ni kwamba mashindano yatajumuisha almost takriban timu 16. Na hizi timu zinatoka kwenye nchi tofauti. Kwa sababu Watanzania wako pale, maana yake kwamba hizo nchi ambazo nilizitaja awali zinapeleka timu zao, lakini ziko nchi nyingine ambazo hazijawahi kupeleka timu kwa mara ya kwanza zinaleta timu. Kwa maana kwamba kuna timu moja inatoka nchini Canada watashiriki mashindano ya Serengeti Football Bonanza haya. Lakini vilabu kutoka UK pale UK kuna vilabu viwili pale, Leeds pamoja na unaleta timu mbili, Leeds under 17 na Leeds ya wakubwa. Lakini pale kuna timu nyingine ambazo nimepewa taarifa zitaongezeka kuja kushiriki haya mashindano. Lakini kwa sababu tunahamasisha utalii wa nyumbani kwetu, kipi hasa tulichokuwa nacho, manake kuna timu nyingine ambazo zinatoka kutoka nchi jirani. Burundi wamekuwa wakishiriki haya mashindano, Somalia wamekuwa wakija pia kwenye haya mashindano, Rwanda wamekuwa wakija pia kwenye haya mashindano. Kwa hiyo ni mjumuiko wa jirani zetu na nchi nyinginezo kuja kushiriki haya mashindano. Lakini kuna timu za wazungu, kwa sababu tunahamasisha utalii wa nchi yetu Tanzania hapa na visiwani, real estate, watu wa huduma mbalimbali. Tunawakaribisha sana kwa kweli waje kutushika mkono, kutudhamini kwenye mashindano ya Serengeti Football Bonanza. Haya ni mashindano makubwa, haitakuwa rahisi. Ukienda nchini Ufaransa utakutana na Watanzania ambao wanatokea pale nchini Ufaransa, lakini hapa ni Watanzania ambao wanatoka sehemu tofauti ndio wanakutana kwa pamoja kwenye mashindano haya ya Serengeti Football Bonanza. Kwa hiyo sasa unaweza, kwa yule ambaye yuko tayari kwa ajili ya kutushika mkono, anaweza akatembelea kwenye platform zetu. Instagram pale ni @Serengeti Football Bonanza, lakini hata kufika kwa ndugu zetu Clouds, kwa sababu wao ni partnership kubwa kabisa ya mashindano ya Serengeti Football Bonanza. Kwa hiyo wanaweza kuwasiliana nao, lakini kuna email wacha nihitaji hapa ambayo itakuwa ni rahisi kwa ajili ya kuwasiliana moja kwa moja kwa ajili ya mashindano ya Serengeti Football Bonanza. Ni Serengeti bonanza@hotmail.com. Hiyo ni email ambayo kwa mdau yoyote yule basi ambaye atakuwa yuko tayari kwa ajili ya kutushika mkono, basi anaweza kututafuta kwa namna hiyo, na tunawakaribisha kwa kweli, kwa sababu tunahitaji kuona mashindano ambayo yatakuwa makubwa, yatafana na yatatengeneza historia ya aina yake. Nisiwasahau pia hata TFF, wadau wakubwa kabisa pale. Tuna talent nyingi sana, kwa hiyo ni nafasi ya kufanya scouting ya hawa wachezaji, hususan wakati ambapo tunaelekea kwenye AFCON ya Serengeti Football Bonanza. Na kwa kweli sisi tunawakaribisha kwa niaba ya kamati ya Serengeti Football Bonanza, tunawakaribisha waje kwenye haya mashindano. Uzuri amezungumza hapa, wametoka kwenye mashindano, kombe kiko hapa mezani, unaona, waje washiriki kwenye haya mashindano. Tunawakaribisha kweli kweli, na bila shaka atakuwa ni mashindano yenye utofauti mkubwa kulingana na mashindano ambayo yaliyopita, kwa sababu itakuwa ni mara ya kwanza timu kutoka nyumbani huku kuja kushiriki mashindano ya Serengeti Football Bonanza. Na moto wa The Dream Team, naelewa sio shughuli nyepesi. Uzuri ni kwamba kakaangu Shafi Dauda msimu uliopita alikuwepo Belgium kule, alikuwepo kwenye mashindano, alikuwa yeye pamoja na yeye walitengeneza timu pale. Kwa hiyo safari hii
anakuja na timu yake sasa, the dream team nzito. Nafahamu mguu wa kushoto ni hatari ule golikweli. Kwa hiyo tunawakaribisha sana na bila shaka wanaelewa ukubwa wa haya mashindano. Kama nilivyotaja hapo, kikosi cha Kilimanjaro FF ndio wababe. Kuna nchi zina wivu kweli kweli kule, vilabu vina wivu kweli kweli, kwa nini kila siku kikosi cha Kilimanjaro FF wanashinda? Kutoka pale nchini Uholanzi wameandaa mara 3 lakini wameyakosa mashindano. Leeds mwaka jana waliingia nao finali, wale wana vijana chini ya miaka 17, wana timu pia ya wakubwa. Kwa hiyo kuna pure talent ambazo ziko pale. Kwa hiyo walichozidiwa ni uzoefu wa Kilimanjaro FF. Kwa bila shaka watakapofika ndugu zangu wa the dream team Clouds, bila shaka watakuja na utofauti mkubwa sana kulingana na timu ambazo zimekuwa zikishindana kwenye haya mashindano. Na kwenye ratiba, kwa sababu haya ni mashindano ambayo pia yana burudani ya aina yake. Kwa hiyo kwa mujibu wa ratiba ilivyo, tarehe 7 mpaka tarehe 8, tarehe 8 ile kutakuwa na boti, kuna cruise maalum kabisa. Yaani watu wakishamaliza kucheza mpira pale, basi moja kwa moja watakuwa wana enjoy. Unajua, yani hatuwezi tu kucheza peke yake, lazima tupate na burudani za pale. Kwa hiyo kutakuwa na cruise maalum, kutakuwa na boti kubwa sana, boti la kifahari, boti ambalo ripoti niliyoipata kutoka Sweden, ndugu zangu akina Ahmed Dadi, kina Mwalubadu, ni boti ambayo ina ghorofa takriban 12. Hiyo boti itatoka pale Sweden, itakwenda Finland, halafu itarudi pale katika nchi ya Sweden. Kwa hiyo itakuwa ni mashindano ambayo tutacheza football, lakini pia tutapata burudani ya namna hiyo. Kwa hiyo nichukue fursa hii sasa kualika wadhamini, kwa sababu ni mashindano makubwa, mashindano ambayo yanajumuisha Watanzania. Sio rahisi kabisa kuweza kukutana kwa pamoja. Kwa hiyo sekta mbalimbali, Wizara ya Michezo, kaka yetu bwana Mheshimiwa Paul Makonda atushike mkono kwenye haya mashindano. Tunaelekea kwenye AFCON. Kwa hiyo tunawaomba sana wao waje kwenye kuhakikisha kabisa wanatushika mkono kwenye mashindano ya Serengeti Football Bonanza, kwa sababu tunakwenda kwenye AFCON.